Kwa hivyo wapendwa, tunaendelea na kipindi chetu ambacho kinasema ya kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Nilikuwa nimeachia mahali lakini tunaendelea kutoka hapo. Na tulisoma kitabu cha Mhubiri 7 mstari wa 8. Tukasoma kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 10 hadi wa 12. Kwa hivyo tutaendelea. Na tukapata kwamba heri watu tunaanza vitu lakini tunamaliza vibaya. Unaanza ndoa unamalizia vibaya. Unaanza biashara unamalizia vibaya. But the Bible says ya kwamba heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Heri mwisho wa jambo. Unaweza kuwa ulianza vibaya, but mwisho wake ukaweza kumaliza vizuri. Paulo anasema ya kwamba mlianza na roho lakini mnamaliza na mwili. Mlianza huduma vizuri, mlianza ndoa vizuri, mlianza kazi vizuri, lakini mnamaliza vibaya. Bwana Yesu apewe sifa. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wa neno. Unaweza kuwa ulianza vibaya, lakini mwisho wake ukaweza kufanikiwa mpendwa. Mwisho wa hiyo ndoa, mwisho wa hiyo kazi, mwisho wa hiyo biashara ukaweza kufanikiwa. Vita zimechacha, mwisho wa hiyo vita unazopigana ukaweza kufanikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Mwisho wa ndoa yako, mwisho wa kazi yako, mwisho wa biashara yako ukaweza kutokea ukiwa mshindi. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Joshua, tumeambiwa kwamba Joshua alipigana vita na akaweza kulinda imani, akamalizia vizuri. Unaweza ukamaliza vizuri mpendwa, kama utalinda imani yako, kama utatembea na Mungu, utaweza kumalizia vizuri. Praise the name of God. Ayubu alimalizia vizuri kwa sababu alitembea katika njia nzuri, alilinda imani. Amen. Mwisho wake Bwana akabariki mwisho wa Ayubu. Job chapter 42 verse number 10. Mwisho wake Bwana akabariki mwisho wake kuliko mwanzo. Mungu anaweza kubariki mwisho wako mpendwa. Mwisho wa hiyo kazi, mwisho wa hiyo biashara, Mungu anaweza kukubariki. Praise the name of living God. Point number 1. Ukitaka kumalizia vizuri, point number 1. Through giving sacrifice. Ibrahim alitoa dhabihu ndiposa akapata Isaka. Praise the name of God. Ni dhabihu gani ambayo Isaka alitoa? Ambayo Ibrahimu alitoa akapata Isaka? Wageni watatu wakaenda kwa Ibrahimu kumtembelea. Maandiko yanasema kwamba Ibrahimu alikuwa hazai wakati wageni watatu walienda kumtembelea. Genesis chapter 18 verse 1. Ibrahim akachukua ng'ombe ya miaka 3, akachinjia wageni. Akaambia Sara mkewe ya kwamba pikia hao wageni mikate 3. Sara akapika mikate 3. Na hiyo ndio mara ya kwanza Sara kutoa dhabihu, kwa sababu hakuna mahali Sara alitoa dhabihu kwa Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Ni hapo ndiye aliweza kutoa. Ibrahimu ndiye alikuwa anaenda kwa mlima kutoa dhabihu, lakini Sara alitoa mara ya kwanza. Through giving sacrifice. Sacrifice will make your end. Ukaweze kumalizia vizuri mwisho wako. Sacrifice itafanya umalizie vizuri katika hiyo ndoa, katika hiyo kazi, kuwa mtu wa kutoa dhabihu. Ibrahim alikuwa mtu wa kutoa dhabihu, ndiposa aliweza kumaliza vizuri. Amen. Ayubu alikuwa mtu wa kutoa dhabihu, ndiposa aliweza kumalizia vizuri, mwisho wake aliweza kubarikiwa zaidi. Amen. So ukitaka kumalizia vizuri, kuwa mtu wa kutoa dhabihu. Ibrahimu alitoa ng'ombe wa miaka 3, akapikia wageni 3. Wageni wakala. Walipokula wakimaliza, wakamuuliza Ibrahimu, Sara mke wako ako wapi? Akawaambia ako hemani mwake. Wakamwambia, wakati kama huu utapata mwana, na huyo mtoto watakuwa wa kiume na utamuita Isaka. Ibrahimu wakati alitoa, baada ya wageni kukula ile dhabihu, chakula ambayo kilitengenezwa na Ibrahimu na Sara, waliweza kutamka baraka katika maisha ya Ibrahimu. Wakati unakuwa mtu wa kutoa dhabihu, unakuwa mtu ambaye Mungu anaingilia katika maisha yako na unaweza kumalizia vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Kupitia ng'ombe ya miaka 3 ikafanya Ibrahimu akapata mwana.
Kwa hivyo nataka nikwambia kwamba one point ambayo itafanya umalizie vizuri maisha yako ni kutoa dhabihu. Amen. Ukiwa mtu wa kutoa dhabihu, mwisho wake utamalizia vizuri. Ayubu alikuwa anatolea watoto wake dhabihu kila wakati. Anasema hao watoto maybe walitenda dhambi kama mimi sijui. Nenda kwa Mungu kwa madhabahu, anawatolea dhabihu. Na ndipo maandiko yanasema kwamba Ayubu kila kitu yake ikaisha. After that Mungu akampatia watoto wengine warembo kuliko wale wenye alikuwa nao. Akampatia mali mingi kuliko wenye alikuwa nayo. Kwa sababu Ayubu alikuwa mtu wa kutoa dhabihu. Amen. Point number 2. Ukitaka kumalizia vizuri, point number 2. Avoid making sin. Avoid making sin. Wachane na mambo ya kutenda dhambi. Dhambi inafanya umalizie vibaya. Dhambi inaweza kufanya ukose kumalizia vizuri. Kwa hivyo you need to avoid making sin into your life. Sin, it makes you ukaweze kumalizia vibaya. Dhambi, ndoa mingi zimevunjika kwa sababu ya dhambi. Kwa hivyo makanisa mingi yameanguka kwa sababu ya dhambi. Kazi mingi, watu wameacha kazi kwa sababu ya dhambi. Bwana apewe sifa. Avoid making sin na utamalizia vizuri. Number 3. Fasting and praying. Kuwa mtu ambaye unapenda kuomba na kufunga. Maombi inafanya ukaweze kumalizia vizuri. Ukitaka kumalizia vizuri katika maisha yako, lazima ukuwe muombezi. Na kupitia maombi utaweza kumshinda shetani. Wanasemanga tutamshinda shetani kwa maombi. Tutamshinda kwa maombi shetani. Tutamshinda kwa maombi. Tutamwambia imeandikwa shetani. Tutamwambia imeandikwa. Ni maombi itakayofanya tumshinde shetani. Tutamwambia imeandikwa. Kwa hivyo you need to pray and you need to read the Bible. You must overcome Satan through prayer and through the word of God. So you need to read the word of God and you need to pray. To be a prayer warrior, you will finish your race in good way. Amen. Yes. Ishara ya kuonyesha mtu huyu atamalizia vibaya. Kuna ishara. Ukiangalia mtu naona kwamba huyu mtu atamalizia vibaya. Number 1, tamaa. Tamaa inaweza fanya mtu akiona tamaa anaweza malizia vibaya. In the book of Luke chapter number 22. Luke 22. Inasema Luke 22 verses number 3. 22 verses number 3. Inasema Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti, naye ni mmoja wa wale tenashara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Wakamfurahi, wakapatana naye kumpa fedha. Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwepo mkutano. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Huyu ni Yuda. Yuda alikuwa mwizi. Alikuwa anaibia Yesu sadaka. Ni nini kilifanya Yuda akamalizia vibaya? Ni tamaa. Alikuwa mtu wa tamaa. Alikuwa anaiba sadaka, akafika mahali akawa na tamaa pesa zaidi, akaamua kumuuza Yesu. Akalipwa pesa ili akamuuza Yesu. Ni tamaa iliyosababisha. Tamaa imefanya watu wengi wanaenda kwa moto. Watu wengi wanaenda jehanamu kwa sababu ya tamaa. Amen. Kwa sababu ya tamaa ndoa mingi zimevunjika. Uko na mke lakini unaona mke wa jirani ndio mtamu. Bwana apewe sifa. Hiyo ni tamaa. Amen. Uko na mzee na unaona mzee ya jirani yako ndio mzuri. Hiyo ni tamaa. Bwana apewe sifa. Tamaa itafanya unamalizia vibaya. Kwa hiyo ndoa, ukiwa na tamaa, hiyo ndoa itaanguka. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ndoa, kwa hiyo kazi, ukiwa na tamaa utamalizia vibaya. Kwa kanisa, mchungaji akiwa na tamaa atamalizia vibaya. Amen. So tunapaswa kuacha tamaa. Yuda ni tamaa ilimuingia, akamsaliti Yesu, akamuuza Yesu, akamsaliti Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. The death of Judah, in the book of Matthew
chapter number 27. Matthew 27. Hapo tumeona ya kwamba Yuda alimsaliti Yesu. Verse 27, chapter 27 verses number 3. Inasema 27 verse 3. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudishia wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha. Akasema, nilikosa nilipoisaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi hasa yetu yatupasa sisi, yaangalie wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka, akaenda akajinyonga. Amen. Sasa huyu ni Yuda. Alianza vizuri, alianza huduma vizuri, lakini tamaa ilipoingia kwake aliweza kumalizia vibaya. Wapendwa wa Mungu, tunaweza kumalizia vibaya kama tutakuwa na tamaa. Amen. Tamaa ilifanya Yuda yule aliyekuwa anatembea na Yesu. Yesu akiponya wagonjwa, Yesu akifufua wafu, Yesu akiponya, Yesu akifanya miujiza mikubwa, Yuda ako hapo. But the same Yuda aliweza kumalizia vibaya. Maandiko anasema shetani akamwingia Yuda. Amen. Yuda ambaye alikuwa mtumishi wa Mungu, Yuda ambaye alikuwa one of apostles, akaweza kuingiwa na shetani. Wapendwa wa Mungu, tamaa inaweza kufanya tukakosa kumalizia safari vizuri. Tamaa inaweza kufanya tukaweza kushindwa kumaliza wokovu wetu. Maandiko yanasema ya kwamba heri mwisho wa jambo, heri mwisho wa jambo. Mwisho wa jambo, utamaliza mwisho wa jambo vizuri kama wewe sio mtu wa tamaa. Utaweza kumalizia safari vizuri kama wewe sio mtu wa tamaa. Kwa hivyo wapendwa wa Bwana, tunapaswa kuachana na tamaa, tunapaswa kuachana na hasira, tunapaswa kuachana na wivu ili tukaweze kumalizia vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Yuda akamsaliti Yesu. Baada ya kumsaliti Yesu, akagundua ya kwamba nimeisaliti damu isiyo na hatia. Maandiko yanasema kwamba akachukua zile vipande 30 za fedha ambaye alikuwa amelipwa na wale makuhani wakuu, akawarudishia zile vipande, akawaambia ya kwamba nimegundua ya kwamba nimeisaliti damu isiyo na hatia, sasa sitaki hizi fedha. Wakuu wa makuhani wakamwambia ya kwamba haya hayatupasi. Hey, haleluya. Akawaambia sasa Yuda, maandiko yanasema kwamba Yuda akatupa zile fedha na akaenda akajinyonga. Yuda aliyekuwa mtumishi wa Mungu, Yuda aliyekuwa apostles, 12 apostles of Jesus, akaweza kujinyonga. Nataka nikutangazie mpendwa, sijui unapitia mambo gani, sijui umefika wapi, lakini nataka unaposikia injili hii ukaweze kurejesha fahamu zako katika mwelekeo unaofaa, kwa sababu unaweza kumalizia vizuri. Unaweza kuwa uko katika njia, kumbe hiyo njia ikupeleki mbinguni. Nataka ukaweze kugeuza gari yako, ukaweze kugeukia Mungu, ukamwambie Mungu, siku ya leo ninaomba nikamalize vizuri safari yangu ya wokovu, safari yangu ya kazi, safari yangu ya ndoa. Bwana, ukaweze kunisaidia kama vile Bwana uliwasaidia watumishi wako wakaweza kusimama. Bwana, tunakuja hata sisi ukaweza kutuonyesha njia. Bwana apewe sifa. Unaweza kuwa mahali huko, hauko mahali pazuri, uko kondoo ambao imepotea. Nataka nikwambie ya kwamba turn away, rejea kwa Mungu, come to God. Tunataka umalizie vizuri safari yako, ukamalizia vizuri safari ya wokovu, safari ya huduma, safari ya doa, ukaweza kumalizia vizuri, na utamalizia vizuri kama utaweza kurejea kwake Mungu. Haleluya. Juzi nilikuwa nazungumzia kuhusu mama mmoja
Kijana mmoja aliyeenda kwa mzazi wake, kwa baba yake, akamwambia nipe mali yangu niende. Alipopewa mali yake, akaenda akakula na malaya, akaharibu, akamaliza. Alipomaliza akaanza kupitia mateso, akafika mahali akaanza kukula mabaki ya nguruwe. Lakini Biblia inasema ya kwamba kijana akasema, no, I need to come back to my father, I need to come back to God. Today I'm talking to somebody ambaye amefika mahali anaona mahali anapoelekea anaenda jehanamu, mahali anapoelekea anaenda kuisha, mahali anapoelekea anaenda kurudi chini. Nataka ukarejee kwa Mungu, ukamwambie Mungu, ninataka nikamalize safari yangu vizuri. Ninajua Bwana nimetenda mambo mabaya, nimetenda dhambi Bwana, lakini ninakuja mbele zako nikiomba msamaha wako, ukaweze kunisamehe na ukaweze kunikubali tena. Unahitaji kurejea kwa Bwana. Umwambie Bwana, nimerudi tena. I am back my father, I am back my father. Kijana mpotevu akasema, nikirudi kwa baba nitapata chakula, kwa baba atanikubali tena. Kuna mtu siku ya leo ulianza safari vizuri, ulianza wokovu vizuri, ulianza ndoa vizuri, lakini mwisho ikaenda vile kulienda. Nataka nikwambie bado kuna suluhisho ya maisha yako ambaye ni Yesu Kristo. Ukimkimbilia Bwana utaweza kuokolewa, ukimkimbilia Bwana utaweza kuinuliwa tena, utaweza kusimama tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wengine wame give up na maisha. Nataka nikutangazie siku ya leo ya kwamba mti ukikatwa unaweza ukachipuka tena. Unaweza kuwa ulikatwa katika wokovu, katika huduma ukakatwa, katika ndoa ukakatwa. Nataka nikwambie ya kwamba there is a time again. Kuna wakati tena unaweza kuwa ulitoka katika njia za Mungu ukaanza kukaa katika maisha ya kumwasi Bwana. Siku ya leo unanisikia, nataka ukaweze kunyenyekea mbele zake Bwana, ukaweze kumwambia, my Father, I have come now today. So my Lord, have mercy to me, my Father. Have mercy to me, my God. Have mercy to me again in the name of Jesus Christ. Unaweza kuwa ulitenda dhambi pasipo kujua, ukamuondokea Bwana. Unaweza kuwa ulitenda dhambi, ilikuwa dhambi ya ushirikina. Jehova, siku ya leo ukamwambie Bwana, ukaweze kunisaidia, ukaweze kunisamehe, ukaweze kunihurumia Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu yuko, anapenda yule mtu ambaye anajua kunyenyekea, moyo wa kunyenyekea, moyo wa kubondeka. Unaweza ukamalizia vizuri. Unaweza kuwa ulianza vizuri, mambo yakaharibika. Nataka nikwambie ndugu na dada, rejea kwa Bwana. Come back to God. God is able to receive you. Mungu ako tayari kukukaribisha. Mungu ako tayari. Hautakosa kwa Mungu kitu yoyote. Hautaaibika ukimtegemea Mungu. Wale ambao mmeendelea kumtegemea Mungu, I want to assure you that just concentrate with God. You will not be ashamed. When you concentrate to God, you will finish the race well. You will finish the race well in the name of Jesus Christ. Bwana Yesu apewe sifa. Just concentrate to God. Just concentrate with God. You will complete the mission. Utamalizia safari vizuri, utamalizia huduma vizuri. Wale ambao wali backslide katika wokovu, nataka nikutangazia kwamba rejea kwa Bwana. Rejea kwa Bwana. Hiyo gari umepanda itakupeleka jehanamu. Rejea kwa Bwana. Panda gari ambayo uko 100% inakupeleka mbinguni. Naye Bwana ataweza kukubariki. Mungu ataweza kukuinua. Njoo kwa Bwana. Njoo kwa Yesu, bado anakuhitaji. Mtoto mpotevu akasema, kwa baba kuna mali mingi, nikienda huko sitakosa chakula. Hata heri niende kuwa mtumishi, mfanyakazi wake, lakini nikae karibu na baba yangu. Kuna mtu siku ya leo unanisikia, unapaswa kusongea kwa baba yako ambaye ni Mungu, ambaye aliye mbinguni, ili maisha yako yakuwe mzuri, ili ukamalizie safari yako vizuri. Unapaswa kumkaribia baba ambaye ni Mungu, na atakuweza kukubariki. Kwa hapa duniani kuna maisha mara tatu. Maisha ya kwanza ni maisha ya miezi. Maisha ya pili ni maisha ya miaka. Maisha ya tatu ni maisha ya milele na milele. Maisha ya miezi ikiisha, unatoka, unaingia katika maisha ya miaka. Hata kama uko wapi, hata kama mzazi wa mama yako wako wapi,
maisha ya miezi ikifika, lazima mtoto azaliwe. Mtoto akishazaliwa, akimaliza miezi 6 anazaliwa, anaingia katika maisha ya miaka. Akiingia katika maisha ya miaka ndiyo yatakayo muongoza mahali ataenda. Kama ataenda maisha ya milele na milele jehanamu, ama milele na milele paradiso. Sasa wewe ambaye uko katika maisha ya miaka, just mwisho wa maisha yako, wacha Mungu akaibariki, ukaweze kumalizia maisha yako vizuri, ukaende paradiso. Natamani kwenda paradiso sisi wote, lakini kwenda paradiso kunalingana na vile unavyoishi hapa duniani katika maisha ya miaka. Maisha ya miaka, kutoka maisha ya miaka unaenda maisha ya milele ya milele. Huko ukienda maisha ya milele na milele, kama ni jehanamu ni kuteseka milele na milele, kama ni paradiso unafurahia milele na milele. Njoo kwa Yesu, wewe ambaye unanisikia, ukaweze kubarikiwa, ukaweze kuinuliwa. Heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo wa jambo. Mimi jina langu ni Gideon Opingo, ninakuletea kipindi hiki kila siku ya wiki, kipindi ambacho kinasema Personal Feeding Fellowship. God bless you. Nataka kuomba na wewe ambaye uko hapo unanisikia na ulikuwa katika wokovu, kuna mambo unapitia changamoto ikarudi nyuma. Nataka kuomba na wewe. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, futa majina yangu kwenye kitabu cha mauti, andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Sema, Yesu nakupenda na nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Baba, naombea kila mtazamaji, kila msikilizaji ambaye niko naye katika kipindi hiki, ninambariki, ninamuinua, ninamuombea baraka, ukamtende makuu. Kwa jina la Yesu nasema amen. God bless you. God do you good. Shalom.